Mjambo ndugu mpenzi msikilizaji unayetusikiza kwenye chaneli yetu Kongo Yetu News TV. Kongo Yetu News TV ndiyo channel pekee inakuletea habari za ukweli tena za kuaminika. Letu ni kukuletea yale yanayojiri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, bara letu la Afrika, hata ulimwengu wote kwa ujumla. Je, walitambua lako ni rahisi, ni kujiandikisha kwenye channel hii ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Kujiandikisha ni rahisi, unabonyeza button hilo la alama la kengele limeandikwa subscribe ama sabone kwa Kifaransa. Baada ya hiyo usisahau jambo la maana la kubonyeza button hilo la alama la kengele ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Sisi tuko hapa kwa ajili yako asubuhi saa 6 mchana na jioni. Lengo letu ni kukujuza yale yanayoendelea kuripotiwa kwenye ardhi ya Kongo, bara letu la Afrika, hata ulimwengu wote kwa ujumla. Na bila kuponda muda, acha tuingie kwenye taarifa zetu ambazo tumekuandalia. Leo hii ni tarehe 4 mwezi ni wa 6 mwaka ni wa 2025. Habari zetu acha tuzianzie huko Kinshasa ama Kongo kwa ujumla. Kongo yapata kiongozi kwa Conseil de Sécurité ya ONU. Therese Kaikwamba Wagner achaguliwa kwa kuwa naibu wa kiongozi mkuu wa Conseil de Sécurité de l'ONU, ambapo atahudumu ama ataongoza kwa muhula wa mwaka moja kama vile inavyoandaliwa na katiba ya Conseil de Sécurité de l'ONU. Hii ni habari nzuri kwa wakongomani wote, na pia ikumbukwe ya kwamba kwa wale wapinzani wa Kongo ama wanaoipigania nchi ya Kongo, hii ni habari ya kuvunja moyo kwao na ni habari mbaya. Kaikwamba ikumbukwe ya kwamba amedhihirisha kuwa mama aliyekuwa na kiwango cha hali ya juu kisiasa, ambapo ameonekana sana kwa mikutano iliyokuwa huko Washington, ambapo amedhihirisha kuwa ni mtu wa hali ya juu katika siasa za ulimwengu, sio za Afrika, kwa wanawake ambao wanaoishi kwa hii planeti yetu. Katika wale ambao walikuwa wamehudhuria uchaguzi huo walikuwa watu 187. Katika hao watu 187, 183 wameweza kumchagua Madame Therese Kaikwamba Wagner, ambao amechaguliwa kwa percentage ama asilimia za hali ya juu. Hawa wote wamempigia kura na kumchagua kama yule atakaye hudumu kama kiongozi katika shirika hili la ONU. Baada ya hayo ameweza kushukuru waliomuamini na kumpea nafasi hiyo na kumpea masauti yao ili aweze kuiongoza. Hakungoja, ameuliza swali baada ya hiyo. Akauliza wale ambao walikuwa wanafanya mkutano huo wa Conseil de Sécurité de l'ONU. Aliuliza swali akisema, je, munajua yale yanayoendelea nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ama usalama mdogo unayoendelea hapo nchini ya Kongo? Na akawaambia munastahili iwezekanavyo haraka kufuatilia swala la usalama humo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wamemjibu hapo wakamwambia kwamba swala la usalama mdogo unaoendelea nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo tunaijua na tunaitambua na tunafikiria kuhusu hayo na tutaishughulikia haraka iwezekanavyo kama unavyoomba. Na hii ni hatua nzuri sana kwa wakongomani ambao wamepata nafasi hii ya kuiongoza nchi ya kidemokrasia, nchi
kupata kiongozi kutoka nchini ya kidemokrasia ya Kongo ili aiongoze Conseil de Sécurité ya ONU. Acha tuteremke huko Sud Kivu katika tarafa la Fizi, milima iliyo karibu na Uvira ama maeneo ya karibu na Uvira. Jeshi la M23 Twirwaneho waendelea kutuma wanajeshi wengi wao, kudeploy wanajeshi wengi wao katika milima ama maeneo yaliyo karibu na mji wa Uvira, ambayo ni dalili ya kwamba vita bado iko na vita inaendelea. Hiyo inaonyesha kujipanga kwa kundi hili ambalo linaendelea kuwatuma wanajeshi wao wengi. Upande mwingine, Burundi nayo inaendelea kutuma jeshi wengi hapo Uvira na katika maeneo yaliyo karibu na Uvira, hata huko kwenye milima ya juu ya Fizi, Mwenga, Uvira, Mulenge, Minembwe, wanajeshi wa Burundi wanaenda. Lengo ni moja la jeshi hili la Warundi pamoja na FARDC na wazalendo, ni ili waweze kukabiliana na kundi hili la M23 na Twirwaneho. Wanaweka wanajeshi na vifaa hapa karibu na mji wa Uvira. Ukitoka njia ya plane na njia zingine zote zinaweza kuingia mji wa Uvira ili wazuie kundi hili la M23 kuingia mji wa Uvira. Na pia wameweka ukuta huko juu, hakuna Twirwaneho ambao wanaweza teremuka ndio waweze kuvamia mji wa Uvira. Jeshi la Burundi, jeshi la taifa FARDC na wazalendo wameweza kujenga ukuta mkubwa ambao umezingira mji wa Uvira. Warundi pia wanaendelea kujiandaa kwenye uchaguzi wa rais. Burundi ikumbuko ya kwamba inajiandaa ili iweze kumchagua rais ambaye atakayeiongoza nchi ya Burundi kwa miaka mingine 5 itakayokuja. Tukiwa Burundi pia wanajeshi ama vijana wengi wamehitimu kwenye mazoezi inayojulikana kama training course ya wanajeshi ambao wanamaliza zoezi. Hii imefanyika ili jeshi la Burundi liweze kuongeza idadi ya wanajeshi, kwa kuwa wanajipanga kulinda nchi yao na adui ambaye anaweza kujitokeza kutoka maeneo yoyote ili aweze kuvamia nchi ya Burundi. Ndiyo imesababisha Burundi waweze kuita vijana, na vijana wameitika mwito huo. Wengi wamehitimu ama wamemaliza ama pass out ya training ya kijeshi ili waweze kukabiliana na adui ambaye wanasema kwamba kunao wale wanataka kuivamia nchi ya Burundi. Shirika la VCV la haki la kibinadamu limeomba serikali ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kumfunga General John Numbi ambaye alikuwa amekimbilia humo nchi Zambia. Kumbuko ya kwamba General John Numbi alikuwa ni kamanda wa polisi huko nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa leo shirika hili la VCV la muombea kufungwa kabisa kulingana na mashitaka ambayo anayeshtakiwa ya kuua bwana Chebea. Na hapa ndipo nimetamatisha yale ambayo nilikuwa nimekuandalia jioni ya leo, nikikuomba kukaa nasi, usiende mbali. Sisi hatujaenda, tumemalizia habari hii hapa, lakini hatujaenda. Tuko hapa kwa ajili yako asubuhi, saa 6, mchana na jioni. Lengo letu ni kukujuza yote yanayoendelea kuripotiwa huko nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wewe kukaa hapa ni rahisi tu, ni kubonyeza button hilo lekundu limeandikwa subscribe ama sabone kwa Kifaransa. Hapo utakuwa umejisajili ama kujiandikisha kwenye channel hii. Kwa hivyo usiende mbali, wewe gusa button hilo la alama la kengele ili tunapotoa habari uweze kupata notification. Na kutakia kila laheri mahali popote ulipo.
Asante.